Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tukio la leo lina historia yake ambayo imetokana na uzoefu wa utendaji kazi pamoja na utafiti. Na katika kufahamu historia hii, ninapenda tu niite wanafunzi hapa 12 waje mbele. Wanafunzi 12 waje hapa, tutaonyesha kwa vitendo na hatimaye tutaelewa kwa urahisi zaidi. Wanafunzi 12 yote tu waje mbele hapa. Ndugu mgeni rasmi, afande katika uzoefu wa kazi na utafiti ambao tumefanya, mambo yafuatayo tumebaini. Jambo la kwanza, wapo wanafunzi ambao wanaandikishwa shuleni kwa maana ya shule za msingi na hata sekondari ambao wamekuwa na changamoto za utoro sugu shuleni. Na baadhi ya wanafunzi hawa wanapokuwa watoro sugu shuleni, huwa wanaingia mtaani kwenye maeneo ambayo wanaita ni chimbo. Katika maeneo hayo huwa wanashirikishwa kwenye vitendo vya uhalifu. Wakati mwingine wanashiriki kutokana na matakwa yao wenyewe. Lakini wakiwa katika mazingira hayo, pia wapo baadhi ya wanafunzi ambao wameshiriki katika vitendo vya kihalifu kama vile kuvuta bangi, kuiba, kuvunja na kuchukua mali mbalimbali. Wanafunzi hawa pia baadhi wapo ambao wamekuwa na msongo wa mawazo ambao unatokana na migogoro ya wazazi wao wanapokuwa wanagombana, kwa maana ya wazazi ambao wanawalea au walezi. Kwa hiyo watoto wanakuwa na changamoto, wanashindwa kutimiza ndoto zao za kielimu. Lakini pia zipo changamoto kwenye jamii kwamba yako mazingira ambayo yanachochea hawa wanafunzi waingie kwenye vitendo vya hatarishi kama vile kuvuta bangi na matendo mengine mabaya, lakini wazazi au wanajamii wanaozunguka maeneo hayo wanawaona na hawana muda wa kuwakemea. Wanaona muhali wanajamii. Unaweza kukuta kuna kituo watu wanachezesha kamari, kuna kituo watu wanauza bangi, kuna kituo watu wanacheza zile michezo za tunasema PlayStations, wakati wanafunzi wengine wako kwenye masomo. Kwa hiyo wanajamii wanaona na hawawezi hata kuwakemea na wanaendelea. Na matokeo yake watoto wanapokuwa wanaingia kwenye mitihani, kufanya ile mitihani ya mwisho, wanafanya vibaya kwenye masomo yao. Wazazi wanarudi kuwagombeza walimu na kulalamikia serikali kwamba haifanyi kazi. Kumbe changamoto ipo kwenye jamii, malezi yameparaganyika. Na muda si mrefu naenda kuonesha kwa vitendo namna ambavyo tumebaini tatizo, tunaenda kulitatua hili tatizo kwa kushirikiana kupitia kampeni ya malezi ya pembe tatu. Kwa hiyo wanafunzi mliokuja, mwanafunzi mmoja naomba asimame hapa. Mwanafunzi mmoja asimame hapa, sogea tu hapa. Mwanafunzi wa pili naomba asimame hapa, mmoja. Naomba asimame hapa, wewe ndio utasimama hapa. Mwanafunzi wa tatu naomba aje asimame hapa. Naomba mwanafunzi mmoja aje asimame hapa. Mwanafunzi mmoja aje asimame hapa. Nataka yule ambaye ana begi, mwanafunzi wewe. Chap, njoo. Wewe mwanafunzi. Haya, wale wengine wote sogea katikati hapa. Wote wengine. Kwa hiyo hapa wewe sogea hapa mbele. Mmoja aje hapa. Angalia huku, wewe geukia huku, sogea hapa. Haya, mmoja sogea hapa, geukia huku. Angalia kule. Na wewe endelea tu hapo, katengeneze mduara mkiwa umeangalia nje. Sogea. Mmoja sogea hapa, ujikote. Njoo. Sogea hapa, angalia kwangu, angalia huku, mwingine angalia huku. Huyu mmoja endelee kuwepo hapa, nimekuweka hapa, mmoja awepo hapa. Afande mgeni rasmi pamoja na wananchi na wanafunzi. Hapa tunasema hiki kituo tutakiita kituo A. Tunaangalia maisha ya mtaani yanavyokuwa na hatimaye watoto wetu wanaharibikiwa. Hiki ni kituo A. Tunasema ni mzazi ambaye yeye tunatolea mfano anafanya kazi labda posta, anafuata samaki feri kule.
Kwa hiyo huyu ni mwanafunzi, ani mzazi ambaye ana mtoto wake, anaamka mapema alfajiri na mapema, labda saa 9 anajiandaa, saa 10 anakimbia barabarani kwenda kuchukua kupanda gari kwenda kwenye kazi, lakini anamwelekeza mtoto wake baada ya kuwa amempa pesa labda 2000 ya kutumia shuleni, anamwelekeza nenda shule. Shuleni hapa tunaita ni kituo B. Hapa ndio shuleni ambapo anasoma huyo mwanafunzi kutoka kwenye kituo A ambao kwenye familia kule. Hapa ndio shuleni ambapo anapata malezi na walimu wetu. Katika kituo hiki wakati mwalimu anafundisha, yule mwanafunzi aliyetoka kule nyumbani hafiki shuleni, anakomea hapa mstari AB. Mstari A unapita hapa unaenda B. Hapa ndipo kwenye jamii ambako wananchi wanaishi ambao hawana mawasiliano hawa wananchi. Na ndio maana mduara hawa ni wananchi wanawakilisha taasisi mbalimbali na wananchi, kila mtu ana maisha yake. Hapo utakuta kuna mjumbe wa serikali ya mtaa, kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuna mchungaji, kuna kanisa lake liko hapo, lakini kuna msikiti, kuna madrasa, kuna watu ambao wanapika labda chapati, wafanyabiashara, na hawa watu wana ndugu zao vijana ambao wameshindikana, ambao wana vituo vya kucheza pulu, wanacheza kamari asubuhi, wengine wanauza vijisimati dukani, wako hapo. Kwa hiyo huyu mtoto akitoka nyumbani, hiyo pesa aliyopewa anaenda kuingia kwenye PS, anaanza kucheza. Wakati mwalimu anafundisha, yeye akimaliza ile pesa anaenda kwa mama ambaye anapika chapati, anasema mimi nina njaa. Kwa hiyo baada ya kufika pale atapewa chakula kwa sharti za kuosha vyombo vya hapo. Kwa hiyo anaanza kutumikisha, anaosha vyombo, anafanya kazi pale, lakini akiwa na uniform zake au anabadilisha. Kwa hiyo anakosa kusoma darasani. Aidha anaweza kama mwanafunzi wa shule ya msingi au wa sekondari. Baada ya kupata hiyo pesa anarudi tena kwenye kituo ambacho anaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo hapa tatizo tunaliona, kuna mkatiko, hakuna mawasiliano baina ya kituo A kwa maana ya mzazi na B. Na mzazi anasema yeye yuko bize, hawezi kwenda kutembelea shuleni kufuatilia maendeleo ya wanafunzi. Kwa hiyo matokeo yake mwalimu akitoa mtihani, huyu mwanafunzi atafanya mtihani, atafeli sana, na mzazi atakuja kumshutumu mwalimu na kumkemea na kumtukana kwamba afundishi, wanakula hela za tuition. Kumbe tatizo kwamba wanajamii ndio hawajawajibika kutoa yule mtoto, wanamhozi katika eneo hilo. Kwa hiyo hapo kuna tatizo. Kwa hiyo afande mgeni rasmi, ili kutatua tatizo hili tukaona kwamba ni muhimu tuongeze pembe moja C. Hii pembe ndio iko hapa, maana yake tayari tutakuwa tumekamilisha pembe 3. Maana yake mstari utachora kutoka point A kuja hapa, hii ni point C, na mstari utachora kutoka point B utakuja hapa point C, na mstari ambao ulikuwa umekatika utaendelea kuwa umechorwa hapo AB. Kwa hiyo tutakuwa na pembe 3. Hapa itakuwa ni kituo cha polisi. Hili ni pendekezo kwa ajili ya kuzuia sasa mkatiko unaofanyika mahali pale. Kwa hiyo hapa kituo cha polisi tunapendekeza, pendekezo la kwanza katika kutibu lile tatizo, tutoe mwalimu polisi ambaye atakaa katika kituo ambacho kinaitwa shule. Kwa hiyo huyu mwalimu atakuwa hapa na atashirikiana na walimu shuleni. Kwa hiyo huyu askari polisi wakati wanaitwa wanafunzi, labda kuna watoro wenye tabia mbalimbali ambao wanashambulia hata walimu au na wenzao na matukio ambayo sio mazuri, huyu askari polisi atakuwa na majina yao baada ya kuwatambua, na atafanya home visiting kuja hapa kwenye eneo ambalo kuna changamoto, na atakutana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa au mjumbe. Kwa hiyo tunapendekeza ili kutibu tatizo afande, hapa kuwe na kamati ya malezi na ulinzi wa mtoto ambayo itajumuisha sasa shehe awepo, kwa maana yeye ni kiongozi wa kiroho, lakini vile vile tunapendekeza awepo mchungaji, yeye ni kiongozi wa kiroho, lakini pia afisa ustawi ngazi ya jamii tunatarajia naye awepo, maana anahusika kwenye masuala ya malezi. Huyu mzazi ambaye alikuwa aidha anaogopa kutoa taarifa za watu ambao wanawalunguli watoto au anaogopa kutoa ushahidi akiita labda polisi kuna kesi, aliripoti hapa swala, halafu
mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, aweze kumuita mwananchi wake ambaye anauza visimati, anachezesha kamari, ambaye anachezesha puru, anahodhi watoto hawaendi shule, ili aitwe akemewe na waandike muhtasari wa maamuzi ambayo yametolewa, na hatimaye kama ataendelea, maana yake ataripotiwa kwa ajili ya kusimamiwa kwa nguvu ya sheria kwamba amekiuka au amevunja sheria. Kwa hiyo ina maana hapa tutakuwa tumetengeneza kamba yetu itakuwa imeunganishwa, kwa maana kwamba tayari huyu mtoto ambaye alikuwa anaruhusiwa kwenda shule atakuwa katikati hapa. Huyu ndio mwanafunzi wetu. Huyu mwanafunzi atakuwa salama, atasoma kuanzia shule ya msingi, sekondari na kuendelea, atakuwa raia mwema kwa sababu atakuwa analindwa na hizo mzazi yupo akiwa nyumbani, lakini mtaani hapa tayari kuna watu ambao wapo, polisi anamuona yupo, na hapa kuna shule ipo inamwangalia. Kwa hiyo mtoto atazunguka hapa akiwa salama, na hatimaye tunakuwa na mtoto ambaye ana maadili mema. Kwa hiyo afande, tukitekeleza hili, kila mmoja akafanya wajibu wake, tutakuwa na faida zifuatazo. Namba moja, wale wanaovuta bangi watakuwa wamepungua. Namba mbili, wale ambao wana riot, yani wanafanya vurugu mtaani, wanasema sisi hatuna ajira kwa sababu tu hawakuwa na maarifa, hawakuwa na roho za uzalendo, watakuwa wamepata maarifa, wamefundishwa kutangia ngazi ya utoto. Lakini pia tutakuwa na jamii ambayo ina mtandao wa kiusalama, maana tutashirikishana vizuri kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama. Kumekuwa na changamoto pia ya watu wengi kutopenda kushiriki kwenye vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo tukiwa na vijana ambao wamelelewa vizuri, huyu askari ambaye atasimamia shuleni atakuwa ni msaada mkubwa kwa polisi kata, kwa sababu tayari baadhi ya maeneo yanakuwa ni maeneo makubwa. Kwa hiyo polisi kata anakuwa na kazi nyingi. Kwa hiyo wakishirikiana kwa pamoja, kwa hiyo kazi itakuwa ni rahisi, na hatimaye tutakuwa na jamii ambayo inafaa, inachukia uhalifu. Pia tutawajengea wananchi uwezo wa kuwa karibu na jeshi la polisi na kuwa na nafasi ya kutoa taarifa ili kusaidia kabla pia tendo halijatokea, taarifa zitakuwa zimefika na tutawasaidia, tutakuwa tumenusuru. Maana tunasema kinga huwa ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tukifanya hivyo, huwa tunafanya mambo ambayo tunajenga malezi mapema, malezi bora, kujenga jamii inayochukia uhalifu. Kwa hiyo afande, historia ya malezi ya pembe tatu imeanzia katika mazingira hayo, kwamba liko tatizo kwenye jamii hawana mawasiliano mazuri ya kimalezi. Kila mtu anasema mtoto sio wa kwangu, na hawatoi ushirikiano. Watoto wanashinda kwenye machimbo na kuwa na watu wenzao, watu ambao ni wananchi wanaoelewa. Kwa hiyo mapendekezo tumesema, moja, angalau kila shule 5 kuwe na polisi mwalimu wetu kwanza ambao atasaidia katika programu hizi, na namba 2, kampeni ya malezi ya pembe tatu iendelee kutolewa katika makundi mbalimbali, kutegemea na ukubali wa hadhira, uwepo wa rasilimali watu au vitu, uwepo wa nafasi ya kutoa taarifa na kufanya mikutano, na kuwepo na walimu ambao wanaweza kutoa hizi mada. Nzuri, tutakuwa tunatoa mada ya malezi na ulinzi wa mtoto, tutakuwa tunatoa mada kuhusiana na mambo ya familia, mada kuhusiana na afya ya jamii, na hatimaye tutakuwa na sauti ya pamoja. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.